Chum TV. Furaha kiganjani. Mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesema serikali imefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuondosha ubaguzi, mifarakano na siasa za chuki katika miaka mitano iliyopita. Akizungumza na viongozi wa dini, masheikh, watawa na mapadri katika mwendelezo wa kampeni zake za utaratibu wa kukutana na makundi mbalimbali katika ukumbi wa mikutano wa skuli ya Utaani Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, Rais Dr. Mwinyi amesema umoja wa Zanzibar ndiyo hoja ya msingi katika kuendesha nchi na sio asili ya mtu katika ugawaji wa nyadhifa na majukumu ya kitaifa. Lakini huishii hapo, ndio hao baada ya kusema asili watakuja sasa kusema wewe unatoka Pemba au Unguja. Lakini tulishaanza na kule Unguja lipo sana hilo. Watu wakawa wanazungumza, huyo kachaguliwa nafasi fulani bwana. Kwani wa wapi huyo? Wa kaskazini au wa kusini? Walishaanza hayo. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeondoa hiyo hali. Sasa hivi hatuchaguani umetoka wapi. Sasa hivi tunachaguana kwa uwezo wako wa kazi iliyokuwepo mbele yako. Nikitaka waziri, nikitaka mkurugenzi, nikitaka mkuu wa mkoa, wala sitizami katoka wapi. Sina Upemba, wala Unguja, wala Ukusini, wala Ukaskazini. Wala sitizami asili ya mtu, huyu Mgazija au mtu wa bara. Mradi we ni Mzanzibari, utapata kazi kwa mujibu wa uwezo wako wa kuifanya hiyo kazi. Sasa wapo watakaokataa, lakini haya tunayasikia kila siku kwenye majukwaa. Mtu anapanda anazungumzia asili ya mtu. Huyu hana hoja, hana sera, kafilisika. Ndio maana anasema mambo haya ya kutaka kutubagua kwa asili zetu. Ndugu zangu, serikali ya Chama cha Mapinduzi imesimamia amani, na ndio maana leo tuko mbele yenu hapa tunazungumza ikiwa shwari kabisa katika nchi yetu. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia umoja, ndio maana leo hatubaguani. Hapa Pemba kulikuwa kuna wakati hapa misikiti tulikuwa hatusali sote. Huu msikiti bana wa CCM, huu msikiti wa CUF hapa tumesahau. Nilisema tutafanya maendeleo katika sekta zote. Leo maendeleo tunayagawa katika maeneo matatu: huduma za jamii, miundombinu na uwezeshaji wananchi. Kwenye huduma za jamii, watu wote walokuja kusema hapa, hakuna hata mmoja ambaye alisema hamjafanya. Namshukuru Mungu kwamba tunakubaliana tumefanya. Skuli tumezijenga. Ilani yetu sisi ilikuwa inasema tujenge madarasa 1500 tu. Tumejenga madarasa 4800. Maskuli ya ghorofa yanaonekana kila pahali, na kuna sehemu kuna zaidi ya moja. Nilikwenda sehemu moja kule katika jimbo la Kiwani nadhani. Kulikuwa kuna watoto, wakati tunafungua ile skuli mpya, nikaambiwa watoto wapya walioandikishwa hapa sasa hivi 1000. Nikasema hawa wapeni skuli nyingine. Tumejenga skuli 2 kwa wakati mmoja. Lengo ni nini? Lengo ni vijana wetu wasome katika mazingira mazuri, walimu wetu wafundishe katika mazingira mazuri, tufanye vizuri zaidi kielimu. Na hilo halina shaka, kwa sababu hata matokeo yameanza kuonyesha kwamba vijana wetu wanafanya vizuri katika elimu sasa. Basi naomba niseme hivi, baada ya maneno haya nimekuja kuomba kura. Kwa nafasi ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, mimi nilisimama hapa ndio mgombea wa Chama cha Mapinduzi, naitwa Hussein Ali Hassan Mwinyi. Naomba kura zenu zote za ndio. Mtanipa ndugu zangu? Hebu nione mikono, wanyoshe mikono. Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, Dr. Mohamed Said Dimwa
Amemwelezea Rais Dr. Mwinyi kuwa kiongozi mwadilifu, mpenda amani na maendeleo, huku akiwaomba wananchi wa Pemba kumchagua tena ili aendelee kuleta maendeleo zaidi. Lakini kiongozi huyu aliyokuwa mbeleni, kwa sababu ana hofu ya Mungu, ndiyo akaja kwenu. Kwa sababu maneno ya viongozi wa dini ndio wenye kundi kubwa la waumini, na wao wakienda kuzungumza neno amani, litakuwa tayari linaleta athari kubwa kwenye umini wao. Na bila kuwa na amani hatuwezi kuwa na maendeleo. Hapa katibu mtendaji wa afisi ya Mufti Zanzibar, Sheikh Khalid Ali Mfaume, akatoa neno. Qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina. Nakumbuka pale ambapo Nabii Ibrahimu aliposema, rabbi jaalia mji huu wa Maka uwe ni mji wa amani, warzuq ahlahu, kisha waruzuku watu wake chakula, minathamarati, chakula na matunda na mambo mengine baada ya amani. Sasa na wewe mtu wa dini usibebe ajenda ya wanasiasa ukatanguliza mengine, tanguliza amani kwanza, kwa sababu ndiyo msingi uliokuwemo katika Qur'ani. Na kama kuna hoja kinyume na haya ninazungumza, kul hatu burhanakum, leteni hoja zenu na mimi niko tayari kubeba hizo hoja. Hii ni Chum TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mimi ni Ramla Ramadhan.